We're watching Dilunga TV. Assalamu alaikum everyone. Karibuni katika kongamano letu la wanawake na Uislamu. Na mada yetu ya leo itakuwa inazungumzia wanawake katika jamii kupitia Uislamu wetu. Na mada hiyo itazungumziwa na Sheikh Shaban Jembe kutoka msikiti wa Kichangani. Usisahau kulike na kucomment na kusubscribe Dilunga TV. Karibuni sana, naitwa Zulfa Msomali. Katika historia, jana ilikuwa ni mwezi 17 au Juni 17, Waislamu walipigana vita ya Badri katika historia. Ndio vita ya kwanza Waislamu kupigana katika Uislamu. Na vita ile Waislamu walikuwa 313. Baadhi ya wanawachuoni wengine wa history wanasema walikuwa 314. Lakini tuchukue katika makadirio hayo kwamba walikuwa 313. Lakini wale ambao walikuwa ni washirikina walikuwa takriban 1200. Unaweza ukaona wingi wa Waislamu na wingi wa wale ambao wasiokuwa Waislamu. Wale ambao walikuwa sio Waislamu walikuwa ni wengi zaidi. Lakini ajabu ni kwamba Waislamu walishinda kwenye ile vita. Vita ile ilitokea katika mwezi mtukufu Ramadhani kama hivi, katika siku kama ya jana. Ilikuwa ni mwezi 17, Waislamu walipigana. Lakini kwenye vita ile Waislamu walishinda. Kwa nini walishinda? Ni kwa sababu walikuwa na imani na ikhlasi ya kweli katika nyoyo zao, na Mwenyezi Mungu akawapa ushindi. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi madogo yaliweza kupata ushindi dhidi ya makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawezekana watu ukawaona wachache, lakini kwa wale wachache ikawa ni sababu ya Uislamu kupata nusra. Na ajabu ya Mwenyezi Mungu, watu wanaweza wakawa wachache, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta taufiki yake, akaleta uwezo wake, wale wachache ikawa ni sababu ya watu wengine wengi kupata nusra katika Uislamu. Katika vita ya Badri, katika miujiza ya Mwenyezi Mungu aliyofanya, alimwambia mtume achukue mchanga awarushie makafiri, na ule mchanga ukawa ni silaha. Wale makafiri wakawa wanakufa kwa ule mchanga mtume alikuwa anaurusha. Yani Mwenyezi Mungu alikuwa anaonyesha uwezo wake kwamba watu mnaweza mkawa wachache, lakini mkiwa na imani ya kweli Mwenyezi Mungu analeta msaada wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika aya moja anasema, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Mtume haukutupa wewe mchanga katika vita ya Badri, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndo alitupa ule mchanga. Mtume alikuwa anaonekana anatupa, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma malaika wake ndio ukawa wanatupa ule mchanga ukawa ni silaha. Huyo ndio Allah anavyofanya. Kwa hiyo watu wakiwa na ikhlasi na wakiwa na imani ya kweli kama hivi, wakashikamana juu ya uchache wao, Mwenyezi Mungu anaweza akawapa msaada. Kwa hiyo mimi ni wa encourage na ni wa motivate dada zangu na mama zangu, ni kwamba katika mtazamo mnaweza mkajiona wachache, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi ni wengi sana, na umma unaweza kupata nusra kwa sababu yenu nyinyi. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao chetu hiki kiwe ni kikao cha kheri, na kama tulivyokusanyika hapa akatukusanya pamoja na Bwana Mtume Muhammad peponi. Na niwatoe shaka kwamba kwa muda huu mliokaa hapa hamjapoteza. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, mmekaa katika raudha min riyadhil janna, mmekaa katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo. Siku moja Mtume alikaa na masahaba zake akawaambia kwamba idha maraltum fi riyadhil janna, mtakapopita katika viwanja au mabustani ya peponi, basi chumeni katika hayo mabustani ya peponi. Masahaba wakumuelewa Mtume, wakamuuliza, ni yapi hayo mabustani ya peponi? Si tupo duniani, kisha unatuambia tukipita katika mabustani ya peponi tuchume? Ni yapi hayo mabustani ya peponi? Mtume akawaambia, ni hilaku dhikri, ni vile vikao ambavyo watu wamekaa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema hivyo ni vikao vya peponi, mkipita hapo hakikisheni mnachuma.
Kwa hiyo sisi tumekaa hapa ni katika miongoni mwa vikao vinavyomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hakika tumekaa katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dada zangu, nimepewa mada hapa, mwanamke na Uislamu. Ni mada moja muhimu sana, na wakati ndugu yangu hapa ananialika nilifurahi sana, na sikutegemea kama ningekuta wanawake wengi kwa kiwango hiki ambao wana nishati kubwa sana ya kuweza kukaa kusikiliza na kupambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nianze tu kuambia dada zangu na mama zangu, hakuna mafanikio ya mwanamume, hakuna mafanikio ya Muislamu katika nyanja yoyote, hata ikiwemo ya ucha Mungu, ikiwa atakosekana mwanamke mcha Mungu. Hakuna mafanikio ya duniawia wala ukhrawia, hakuna mafanikio ya kidunia wala mafanikio ya kiakhira ikiwa atakosekana mwanamke mwenye dini ya Uislamu. Kuna methali moja Waingereza wanasema, behind every successful man there is a strong woman. Nyuma ya kila mwanaume aliyeendelea, nyuma yake kuna mwanamke aliyekuwa jasiri. Kila mwanaume unayemwona ameendelea, nyuma yake kuna mwanamke jasiri. Ilete katika mafuhumu mukhalafa kwamba tafsiri yake ni kwamba hakuna mtu anayeweza kuendelea na kupiga hatua kama nyuma yake hakuna mwanamke aliyekuwa wa sawa sawa. Unaweza ukawa na mwanamke, lakini je, mwanamke wa aina gani? Yaani issue kwamba sio kuwa na mwanamke, wanawake wako wengi, lakini una mwanamke wa aina gani? Hii ndio swali la msingi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mnaona amefanikiwa kwa sababu nyuma yake alikuwa na mwanamke aliyekuwa wa sawa sawa, ambaye alikuwa anamsupport Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanawake walikuwa wengi. Kwa hiyo issue sio mwanamke, issue una mwanamke wa aina gani? Issue sio mume, wanaume wapo wengi, lakini je, una mwanamume wa aina gani? Hili ndio swali la msingi. Kwa hiyo kila mwanamke unayemuona ameendelea, nyuma yake ana mwanamume aliyekuwa jasiri ambaye anamsupport. Na ukimuona mwanamume anaendelea kwenye jambo lake lolote, nyuma yake kuna mwanamke aliyekuwa jasiri ambaye anamsupport. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke katika Uislamu ni kubwa sana, mwanamke na Uislamu. Ukisoma katika historia, mwanamke aliyekuwa na elimu kubwa au mwanadamu aliyekuwa na elimu kubwa kiasi ambacho masahaba walikuwa wanatoka kwenda kuchukua fatwa, kwenda kuuliza maswali, alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu aliyekuwa akiitwa Aisha bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Aisha alikuwa ni mwanamke ambaye amehifadhi hadithi 2223 kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2223. Na ilifikia mahala wakati Mtume amefariki, masahaba walikuwa wanakwenda kumuuliza mama Aisha tabia ya Mtume ilikuwaje. Yani walikuwa wanakwenda kuchukua fatwa kwa mama Aisha, kisha mama Aisha alikuwa anawaeleza Mtume alikuwa anafanya kadha, Mtume kadha, Mtume kadha, Mtume kadha. Mama Aisha alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni faqiha, alikuwa ni mwanamke ana elimu kubwa ya dini, kulikuwa hakuna mfano wake, mpaka watu walikuwa wanakwenda kusoma kwake. Kwa hiyo ukitazama katika jicho hilo, unaweza ukaona ni namna gani dini hii imepiga hatua mpaka hapa kielimu, mpaka unaona watu wanaitwa mashekhi. Kumbe kule nyuma kulikuwa na mwanamke anaitwa Aisha radhiallahu anha ambaye alikuwa akifanya kazi ya kuwafundisha watu elimu ya dini. Hakuwa mwanamume, alikuwa ni mwanamke. Bali ukisoma katika historia, wako wanawake ambao waliopambana kumpambania Mtume katika vita. Katika Uislamu mwanamke haruhusiwi kwenda vitani, lakini wanawake waliopita ilifika mahala anatoka anakwenda katika uwanja wa vita kwa ajili ya kwenda kumpambania na kupigana vita kwa ajili ya kumhami Bwana Mtume Muhammad. Kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Safia bintu Abdul Muttalib. Yeye katika vita vya Uhud alitoka mbele na mkuki na mshale, akawa anaingia vitani kwenda kupambana, baada ya kuona Waislamu walikuwa wameelemewa katika vita.
Baada ya vita vya Badri Waislamu walikuja wakapigana vita vya Uhud. Vita vya Uhud Waislamu walipigwa sana baada ya kukaidi maelekezo ya Mtume. Mtume aliwapanga watu katika mlima akawaambia msishuke mpaka niwaambie. Wale watu baada ya kuona Waislamu wameshinda vita, makafiri wanakimbia, wale wakashuka bila ya amri ya Mtume. Waliposhuka wale maadui walipowaona wameshuka, wakazunguka, wakaja wakawazunguka Waislamu wakawapiga sana. Mtume katika ile vita akapigwa mpaka jino lake moja yasemekana likavunjika. Sasa baada ya Waislamu kupigwa sana, huyu mwanamke aliyekuwa akiitwa Safia aliingia katika uwanja wa mapambano, akawa ni katika miongoni mwa watu wanaopigana vita. Alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu, bali zikaja taarifa ya kwamba Mtume ameuawa. Taarifa zile wakazichukua wanafiki, wakaanza kuzieneza, Mtume kafa, Mtume kafa. Zikampata mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Bintu Qais, mwanamke mmoja wa Kiislamu akiitwa Bintu Qais. Yule mwanamke akasikia taarifa kwamba Mtume kauawa. Alipopata taarifa, akawa anatoka mbio kuja katika uwanja wa vita kuthibitisha kweli Mtume kauawa. Wakati anakuja njiani, akakutana na kundi la masahaba linatoka mbio linarudi, kundi la wanafiki linakimbia vita linarudi. Yule mwanamke akawasimamisha, akawauliza, madha faala Rasulullah, Mtume hali yake ipoje katika vita? Amefanyaje Mtume katika vita? Wale masahaba wanamjibu, wanamwambia mwanao amekufa katika vita. Yule mwanamke anawaambia masahaba, uridu an a'rifa kaifa halu Rasulillah, sitaki kujua habari ya mwanangu amekufa. Mtoto naweza kupata mwingine, lakini ninachotaka kujua hali ya Mtume ipoje. Yule mwanamke akatoka mbele tena, akawa anaendelea kwenda katika uwanja wa vita. Mbele nakutana na kundi lingine, akawasimamisha, akawauliza, Mtume hali yake ipoje? Madha faala Rasulullah, Mtume kafanyaje katika vita, hali yake ipoje? Wale wanamwambia mumeo ameuawa katika vita. Yule mwanamke anawaambia, uridu an a'rifa kaifa halu Rasulillah, mimi ninachotaka kujua hali ya Mtume ipoje. Mume naweza kupata mwingine akanioa, lakini Mtume je, hali yake ipoje? Yule mwanamke akasogea tena mbele, akaenda akakutana na kundi lingine la tatu, jamani, Mtume hali yake ipoje huko? Wale wanamwambia, bwana, kaka yako ameuawa katika vita. Yule mwanamke akawaambia, uridu an a'rifa kaifa halu Rasulillah, mimi ninachotaka kujua hali ya Mtume ipoje. Yule mwanamke habari zile zote tatu, vifo vitatu vyote hakuona vya maana, lakini yeye shauku yake na hamu yake ni kutaka kujua hali ya Mtume ipoje. Tazameni hii shauku na mapenzi ya wanawake wa Kiislamu waliopita, namna gani walimpenda bwana Mtume Muhammad. Ukishaiona picha kama hii, kisha tasawwar, vuta picha katika moyo wako wewe, kaifa haluki fi mahabbati Rasulillah, wewe hali yako ipoje katika kumpenda Mtume. Ukiona picha kama hii ya wanawake waliopita, namna walivyompenda Mtume, kwamba mwanawe, mume wake, ndugu yake, hakuona kwamba ni tatizo wao kufa, yani yeye dhiki yake Mtume hali yake ipoje. Yule mwanamke akafika mpaka kwenye uwanja wa vita. Alipofika akaanza kupekua maiti za masahaba waliofariki katika vita, anatafuta pengine Mtume atamkuta chini amekufa. Mara kidogo anamuona Mtume yuko mbele yake, anakuja, uso wake umeloa damu. Mtume anamuuliza, kitu gani kimekuleta katika uwanja wa vita? Akamwambia, nimepata habari ya kwamba umekufa Mtume katika vita. Mtume akamwambia, ana hai, mimi niko hai. Yule mwanamke jawabu lake anamwambia Mtume, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah, msiba wote utakaokuja baada yako Mtume ni mwepesi isipokuwa msiba wako wewe. Yani akifa baba yangu ni msiba mwepesi, kafa mwanangu msiba mwepesi, kafa kaka yangu ni msiba mwepesi, ila kama ungekufa wewe Mtume, huo ndio ungekuwa msiba mzito kuliko ni misiba yote. Kaifa haluki fi mahabbati Rasulillah, wewe mwanamke wa Kiislamu, mapenzi yako yapoje kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dada zangu, niwaambie ni kitu kimoja, hakuna neema kubwa tunayomiliki sisi kama neema ya Uislamu. Hakuna neema kubwa tunayomiliki kama neema ya Uislamu. Yani unaweza ukawa na pesa, kama si ya Uislamu you are nothing. Unaweza ukawa na elimu, wewe ni profesa, lakini kama sio Muislamu you are nothing.
Unaweza ukawa na cheo, ukawa ni famous, maarufu, lakini kama sio Muislamu you are nothing. Yani hakuna neema anayomiliki mwanadamu iliyokuwa kubwa kama neema ya Uislamu. Kama kuna kitu ambacho inapaswa ujivunie ni wewe kuitwa Muislamu, iko ni kitu kikubwa sana. Na waliouleta Uislamu ni wanawake waliopambana kwa nafsi zao, waliopambana kwa mali zao kuhakikisha huu Uislamu unafika hapa. Kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Rabiat al-Adawiya, aliishi katika nchi ya Basra, leo inaitwa Iraq. Ni mwanamke wa Kiislamu ambaye ilifika mahala kwa siku alikuwa akiswali rakaa 100 za sunna. Rakaa 100 za sunna, Rabiat al-Adawiya alikuwa akiswali hivyo, rakaa 100 za sunna. Na alikuwa ni binti wa miaka 26 27, binti mdogo tu, 26 27, rakaa 100. Ilifikia kiwango mpaka al-Imamu Sufyani Thauri, mwanawachuoni huyu, akamfuata kwenda kumuuliza, kwani wewe mbona unafanya ibada sana kwa kiwango hiki, umekuwa mcha Mungu kwa kiwango hiki, kitu gani kinachokupelekea wewe mpaka unakuwa mcha Mungu kwa kiwango hiki? Yule mwanamke akamwambia, mimi simwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ninataka pepo yake, na wala simwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ninaogopa moto. Akamwambia, abatuhu hubban wa shauqan ilayhi, mimi namwabudu Allah kwa sababu ninampenda. Ndio maana unaona anafanya ibada hiyo, anamwabudu Allah kwa sababu anampenda. Na kitu ukishakipenda, wanasema innal muhibba lilmuhibbi mutii, kitu ukishakipenda unakuwa mtiifu kwake. Wewe tazama, ukishampenda mtu namna unavyokuwa mtiifu kwake. Nyinyi hapa mmepitia katika ujana, pengine mtu alikuwa na boyfriend wake, akimpenda yuko radhi atoroke nyumbani akimbie. Kuna watu wamepitia hivyo, anatoroka, anagombana baba yake mama yake, anakwenda kwa boyfriend wake, namna anavyompenda. Sasa huyu mwanamke yeye mapenzi yake ilikuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba innal muhibba lilmuhibbi mutii. Ukishakipenda kitu unakuwa ni mtiifu kwake. Kwa hiyo mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa nao Rabiat al-Adawiya alikuwa ni makubwa sana, kiasi ambacho hakuona dhiki kwake yeye kufanya ibada kwa kiwango hiko. Na ukishampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwako wewe huoni adhabu ile amri yake ya Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Mtume, waambie wake zako na wanawake wengine wa Kiislamu na mabinti zako na wanawake wengine wa Kiislamu wateremshe shungi zao. Mtume anaamrishwa na Allah, waambie wake zako wajistiri. Tamko hili limekuja kwa wakeze Mtume, mabinti zake na wanawake wote wa Kiislamu. Ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume, ili auoni dhiki kulifanya. Yani hutaona dhiki kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aloamrisha na Mtume kaja kaamrisha. Ndio maana wale waliopita walikuwa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuona tabu kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona jambo la Mwenyezi Mungu linakupa tabu, unaona dhiki kulifanya, ujue wewe una mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiwa na mapenzi unalifanya. Ukiona jambo ambalo kaamrisha Mtume unaona dhiki, unaona tabu kulifanya, tambua ya kwamba wewe huna mapenzi na bwana Mtume Muhammad. Lakini wanawake waliopita walikuwa na mapenzi na Mtume mpaka kafikia kiwango wapo radhi kutoa uhai wao kwa sababu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama zangu, Uislamu ni neema kubwa sana, mwanamke na Uislamu. Hii ndio mada yetu. Kuna profesa mmoja anaitwa Mary Mavo, alikuwa ni profesa katika chuo kikuu cha Harvard Marekani, one of the best university in the world. Yani moja ya vyuo vikuu bora duniani ni Harvard. Kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa ni profesa, alikuwa ni mwalimu pale anafundisha, lakini hakuwa Muislamu. Lakini ikaenda yule mama akafanya research, akaingia katika Uislamu. Alipoingia katika Uislamu, wa Marekani wakashtuka sana, maarufu mashuhuri. Kitu gani kimemshawishi kuingia katika Uislamu? Waandishi wa habari siku hiyo wakaenda wakamzonga, wakaenda kumuuliza, hebu tuambie, kuna kitu gani wewe kimekushawishi kuingia katika Uislamu? Yule mwanamke akawaambia, Muslim are the hardest people to convert to another faith, there is nothing to offer them. Yani Waislamu ndo watu pekee ambao huwezi kuwashawishi kuwapeleka kwenye dini nyingine, eti pengine kwenye dini nyingine kuna kitu ambacho katika Uislamu hakuna. Yani huwezi kumshawishi Muislamu
akawaambia kama unatafuta perfection katika dini, ukamilifu katika dini, basi hakuna dini iliyokuwa kamili kushinda dini ya Uislamu. Na sababu hiyo ndio ilonifanya mimi niingie katika Uislamu. Kwa hiyo sisi tupo katika neema kubwa sana. Inawezekana usiione hii, lakini wale ambao waloingia katika Uislamu wanajua neema iliyokuwa katika Uislamu, wanajua thamani ya Uislamu. Na ukimwona mtu katoka katika Uislamu, mwanamke ukimwona katoka kwenye Uislamu, ima mapenzi yamemnogea kwa mwanamume ndo kamshawishi kaenda, ima yule mwanamume ana pesa ndo ilomfanya mwanamke abadili dini aende kule. Vitu hivyo viwili, trust me, fanyeni research mtagundua hicho kitu. Ukimwona mwanamke kashawishiwa kwenda kuolewa na asiyekuwa Muislamu, vitu viwili, mapenzi yamemnogea, ima pesa, yule mwanaume ana mzigo, kwa hiyo kaamua kufuata ile pesa mwanaume ndo maana. Lakini si kana kwamba kaona mapungufu katika Uislamu, la hasha wakali. Ukitafuta mapungufu katika Uislamu uweze kuyapata, isipokuwa mtu anabadili dini kwa sababu kuna kitu anafuata kule kwenye ile dini, lakini sio kama mambo mengine ya kiimani. Kwa hiyo tupo katika dini ambayo ina kheri kubwa, dini iliyokuwa imekamilika, na neema kubwa ndio hii ya Uislamu. Inawezekana ukawa na afya, lakini afya yako ikawa si kitu kama una Uislamu, si kitu. Na kila mmoja aliyekuwa hapa lazima ashukuru kwa neema hii. Kila mmoja aliyekuwa hapa lazima ashukuru, kwa sababu kuna watu wanatamani, kuna watu wanatamani neema hii na wameikosa. Allah hakuwapa taufiki, hakuwapa hidayah hiyo ya kuwa Waislamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu hamuwezi kudhibiti hesabu yake. Katika miongoni mwa neema za Allah ni huu Uislamu mliokuwa nao, dada zangu. Yani lazima utembee kifua mbele, ujiproud kwamba mimi ni Muislamu. Hii ni neema kubwa sana, na inakutaka useme alhamdulillah. Na inawezekana pengine ukaona pengine mimi ni Muislamu lakini nina njaa, maisha yangu magumu au vipi au. Juzi nipo kwenye muhadhara mmoja, nilitoa kisa kimoja, ningependa nikirudia hapa. Kumetokea mlemavu mmoja katika nchi ya Basra, ma indahu yadani wala rijlani wala ainani. Alitokea mlemavu mmoja ambaye hana mikono miwili, hana macho mawili na wala hana miguu miwili. Mlemavu, ni kisa tunawaqia, ni kisa cha kweli. Kwa sababu ukienda pale Kariakoo Tandamti, kuna mlemavu mmoja ambaye hana mikono yake imekatika huko mabegani, na miguu yake imekatika huko kwenye mapaja. Pale Kariakoo yuko mlemavu huyo. Na anapotembea ukimwona anatembea kama nyoka, au anaburuzika, anabilingita hivi. Yule mlemavu yuko Kariakoo pale. Sasa huyu aliyetokea katika nchi ya Basra, yeye alikuwa hana mikono miwili, miguu miwili, lakini huyu kaongezeka, alikuwa kipofu pia. Yule mlemavu siku moja alikuwa ameamka asubuhi, akawa anatoka anabilingita, anatembea kwa kama nyoka hivi. Kuna sehemu akawa anakwenda. Sasa mtu mmoja akawa anaona huyu bwana anakwenda wapi, na hali yake ile akaanza kumfuatilia. Kumbe yule bwana kuna kijisehemu, kuna kijimto kidogo dogo kimepita asubuhi, kaamka anakwenda kutoa matongotongo. Sasa akawa anabilingita kama nyoka, anakwenda mpaka kwenye kile kijimto. Alipofika, manake amezoea, ndio sehemu yake. Kwa hiyo mlemavu wa macho akiwa amezoea sehemu, hata umuelekezi anapapasa mpaka anafika. Yule mlemavu kabilingita mpaka afika pale mahala pake pa kutolea matongotongo. Alipofika yule mlemavu, akawa anaingiza uso wake kwenye kile kijimto, akawa anafanya hivi, anatoka. Kumbe ndio anatoa matongotongo. Mikono hana. Wewe una mikono, ungeweza kufanya hivi, ungetoa. Yule hana, anaingiza hivi, anatoa. Alipomaliza akasema alhamdulillah, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Yule bwana aliyekuwa anamfuatilia akaona huyu bwana anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipi? Ikabidi akashawishiwa kwenda kumuuliza, bwana, mimi nimekufuatilia muda mrefu kwa hali yako uliyokuwa nayo, una mikono, una miguu, una macho, umemaliza shughuli zako kisha ukasema alhamdulillah, kwa kipi? Yule mlemavu akamwambia, idh atlaqa liya lisanan shakiran wa qalban dhakira, mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ameniachia ulimi wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Namshukuru Allah kwa sababu kaniachia ulimi wenye kumshukuru na moyo wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vitu hivi viwili vinanitosha mimi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe upo katika neema ya Uislamu, utaki kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yani kuna neema kubwa kushinda Uislamu. Kwa nini useme alhamdulillah, ukaufanyia kazi ule Uislamu
kwa sababu ni neema. Kuna watu ambao sio Waislamu hawapo katika neema hiyo, lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hidayah, leo umekuwa Muislamu. Uislamu ambao wanawake wenzio walikuwa wanapambana kutoa uhai wao, wanakwenda katika vita, mtu kashika mkuki na mshale. Leo atoke mtu akupe mshale au mkuki uende vitani, wao waweza kwenda? Lakini wale waliopita walikuwa wanatoa mikuki na mishale, wanaingia vitani kwenda kuupigania Uislamu. Bali wengine walikuwa wapo radhi nafsi zao ziondoke, wao ndio waondoke duniani, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam abakie kwa hai. Uislamu ni neema kubwa sana, mwanamke na Uislamu. Hii ndio topic yangu. Ni namna gani unaofanyia kazi Uislamu wako? Ili ni swali la msingi sana la kujiuliza. Namna gani unaofanyia kazi Uislamu wako? Dunia na jamii haiwezi kutengemaa na kuwa sawa kama watakosekana wanawake wacha Mungu. Chukueni haya maneno. Hii dunia, hizi familia haziwezi kuwa sawa ikiwa watakosekana wanawake wacha Mungu. Yani katika moja ya changamoto za malezi tunazopitia sasa hivi katika jamii na katika majumba yetu ni kwa sababu wamekosekana wanawake wacha Mungu. Tazama leo kuna wimbi la ushoga. Nyinyi ni mashahidi, wanawake wa Kiislamu. Tukienda katika shughuli zetu mitaani, mkienda kwenye usiku wa keki, ukienda sijui kuna mtu ana harusi yake, ukienda sijui kuna maulid, ukienda sijui kuna 40, sijui kuna nini, mnajua shughuli za wanawake nyinyi. Hebu nendeni kwenye zile shughuli, na wengine humu mpo na mnajua haya mambo. Kama kuna watu 100, watu 40 watakuwa ni mashoga, na wanawa entertain au mashoga ni wanawake wa Kiislamu. Hiyo ndio hali ilipofikia katika jamii yetu. Wakikosekana wanawake wenye dini, hali inazidi kuwa mbaya katika jamii yetu. Tazama namna gani mwanamke wa Kiislamu unamkuta kwenye huo usiku wa keki anapanda kwenye meza, anacheza shura, anacheza hivi, anafanya hivi, amepanda kwenye meza. Ni kwa sababu wamekosekana wanawake wenye dini. Wakipatikana wanawake wenye dini, jamii imesalimika. Hizi changamoto mnazoziona leo katika jamii ni kwa sababu yamekosekana malezi yaliyokuwa bora ya wanawake wenye dini. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze tuwe ni wanawake wenye dini, na wakipatikana hao jamii imesalimika, na wakikosekana hao jamii imekwenda mrama. Leo tunaona katika miongoni mwa changamoto mitaani kuna panyarodi, ni kwa sababu umekosekana wanawake wacha Mungu. Al-ummu hiya madrasatul ula, yani mwanamke ndio shule ya kwanza. Mwanamke ndio shule ya kwanza. Mama yake na al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa ni mwanamke mcha Mungu, akapatikana mwana wa chuoni anaitwa al-Imam Shafi'i. Mama yake na Imam Shafi'i alikuwa ni mwanamke mcha Mungu. Ilifika mahala ilikuwa hali ila chakula cha halali ndio amnyonyeshe mwanae. Lakini leo tazama watu wanapodhulumiana katika upato. Mtu anadhulumu kwenye upato pesa ya mwingine, ndio anafanya ndo maisha, na kwenda huku kwenye asa, kwenye riba, na ndo maisha. Vipi utazaa watoto waliokuwa na baraka, hali ya kuwa chakula chako, mavazi yako umedhulumu? Lazima kipatikane kizazi kilichokuwa kimeharibika. Huwezi kuwa na baraka kwenye maisha yako ikiwa maisha yako wewe umebezi kwenye kula riba, umebezi kwenye kudhulumu mali za wenzio, wanawake wenzio, katika vikoba, sio katika upato. Huwezi kufanikiwa. Ndio maana kuna baadhi ya wakati na mambo yangu yamekuwa ni magumu, watoto wangu hawaelewi, wamenishinda. Tazama, je, mwenendo wako upo sawa sawa? Kaifa tastaqimu dhilli wa shajaru awaj, vipi kivuli kinaweza kunyooka hali ya kuwa mti umepinda? Yani mti utafuata vile vile, kivuli kitafuata vile vile namna mti ulivyo. Ikiwa mama amenyooka yupo sawa sawa, na watoto watakuwa sawa sawa. Sasa hivi mababa sisi, kuna kitu kinaitwa ni workaholic fathers. Yani kuna watu wamekuwa wamekuwa wako busy na kazi 24/7, lakini asilimia kubwa anayekaa na watoto nyumbani ni mama. Kwa hiyo mama akiwa hayupo sawa sawa, maana yake mtoto kapoteza dira. Lakini mama akiwa yupo sawa sawa, basi hiyo mtoto atakuwa sawa sawa. Mtazama Ismail, Ibrahimu ilikuwa hakai nyumbani. Ibrahimu ilikuwa hakai nyumbani, lakini aliyekuwa anamlea Ismail alikuwa ni mama Hajra. Ismail ilikuwa kwa mwaka anakuja kwa mama Hajra mara moja au mara mbili. Anatoka Misri huko anakuja mpaka kwa mama Hajra mara moja au mara mbili kwa mwaka. Ismail amelelewa na mama.
Ilipofika siku Ibrahim alipooteshwa na Allah kwamba amchinje mwanawe, alikwenda kushauriana na mke wake mama Hajira, akamuuliza, mimi nimeota katika ndoto, na ndoto za mitume inakuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nimeota Mwenyezi Mungu anataka nimchinje huyu mtoto, unasemaje mke wangu? Insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwenye dini. Sasa kwa kuwa alikuwa ni mwanamke mwenye dini, kwa vyovyote yule mtoto naye atakuwa na dini. Ibrahimu akatoka akamchukua Ismail akaenda naye katika matembezi. Mwenyezi Mungu anasema falamma balagha ma'ahu sa'a qad, alipofikisha umri wa kwenda naye Ismaili akamwambia, inni ara ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fandhur madha tara, mwanangu mimi nimeona katika ndoto, nimeota katika ndoto na kuchinja, jambo hili unalionaje? Kwa kuwa Ismail amelelewa na mwanamke mwenye dini, akamwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin, baba fanya kile ambacho umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utanikuta mimi katika miongoni mwa watu wenye kuwa na subira kubwa. Ismail aliweza kuongea haya kumwambia baba yake kwa sababu alilelewa na mwanamke mwenye dini. Hebu tuvute picha, ndo watu wetu sisi sasa hivi, umwambie bwana nimeota nikuchinje, mtoto gani anaweza kukubali? Au ndio utoke hapo kashauriane na mke wako kwamba nimeota katika ndoto Mwenyezi Mungu anasema nimchinje? Nadhani majibu yake yatakuwa ni mabaya zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu makosekana wanawake wenye dini. Lakini mfano huu Mwenyezi Mungu anauleta kwa sababu mama Hajira alikuwa ni mwanamke mwenye dini. Mama Hajira alikuwa ni mwanamke aliyekamilika, akamlea mtoto mwenye imani ya kweli. Kwa hiyo al-ummu hiya madrasatul ula, mama ndio chuo cha kwanza. Ima atoke mtoto akiwa sawa, ima atoke mtoto akiwa vibaya. Uislamu hauwezi kukamilika, Uislamu hauwezi kwenda isipokuwa lazima wapatikane wanawake wenye dini. Lazima wapatikane wanawake wenye dini. Na pengine mnaweza mkakutana na makundi makubwa, mkawaona wale ndio wana ushawishi, wale wapo katika kheri, pengine wanavaa ovyo, wanafanya, ukawa unashawishiwa. Hapana, usitafute kufit in kwenye cloud. Maana kuna watu wanawake wengine wanatafuta kufit in kwenye cloud, yani kwa kuwa wengi wanafanya hivi na yeye anataka kwenda kule. Kuna watu anampenda msanii fulani, ataka muige anapovaa, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi. Wallahi pengine naye ukikaa naye anatamani angekuwa kama wewe ulivyo hivi. Yani yeye anatamani angekuwa kama wewe, isipokuwa anashindwa. Wewe unatamani kuwa kama yeye anatamani kuwa kama wewe. Wewe unatafuta kufit in kwenye cloud kwamba kuna fashion fulani, msanii fulani kafanya hivi, msanii fulani kafanya, unataka kuwa kama vile, upate nguo fulani, utembee uchi, ufanye hivi, ufanye hivi. Usitafute kufit in kwenye cloud. Yani hakuna neema uliogewa kubwa kama neema Uislamu uliokuwa nayo. Na value, thamani ya mwanamke Mwenyezi Mungu aliyompa katika Uislamu ni kubwa kuliko mahala kwingine popote. Yani tafuta thamani ya mwanamke popote, huwezi kuipata, utaipata katika Uislamu. Popote pale. Yani Uislamu ndio umekuja kumpa thamani mwanamke, kumuonyesha kwamba yeye ni kiumbe very crucial. Yani kiumbe muhimu, hakuna mfano wake. Ni dini ya Uislamu. Asiongopeni mtu. Asija akakwambia mtu kwa sababu Uislamu unakwambia vaa majilbabu, ukaona bwana mimi bwana napita na wakati bwana nijifunike funike. Maana inafika hatua mtu kuvaa majilbabu anaona kama anajifunika funika, watu shepu yake watakuwa hawaioni, kwa hiyo atajiona mimi mshamba. Yani kuna mtu anadhani hivyo kwamba yeye kujisiri kuvaa vizuri kwamba ataonekana mshamba. Ni nani kakwambia wewe utaonekana mshamba kwa kuvaa vizuri? Kwa kujisiri, kwa kutokuonekana maumbile yako. Nani? Dunia inakulazimisha wewe kwamba ujione mshamba, lakini kiuhalisia wewe sio mshamba. Wewe ni mjanja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unajua kwamba iko siku mimi nitakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nimalizie hapa. Iogopeni siku ambayo dada zangu mtakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kisha mtakwenda kulipwa kwenye kila jambo ambalo mmelichuma hapa na hamtodhulumiwa. Iogopeni hiyo siku. Leo nataka kufit in kwenye cloud, watu wakuone, ufanye watu wanavyotaka. Lakini duniani hapa tunaishi muda mchache sana, kuna safari tunakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulikuwa na wanawake wazuri kukushinda wewe katika ulimwengu. Kulikuwa na wanawake wana mamlaka wakina Balkis kukushinda wewe uliokuwa nayo.
Kulikuwa na wanawake maarufu duniani hapa hawajapata hapo kutokea. Nikianza kutajia hapa mfano wake hakuna. Wakina Princess Diana wale wa Uingereza walikuwa ni wazuri, ukimwona mwanamke mzuri. Lakini aina hii alani, yuko wapi hivi sasa? Princess Diana yuko wapi hivi sasa? Yuko mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulikuwa na wanawake wazuri walipita, walikuwa wanajua kuvaa, walikuwa wana kila kitu ambacho unakijua wewe mwanamke atakiwa kuwa nacho katika maisha yake, walikuwa nacho. Lakini wako wapi hivi sasa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogope siku ambayo utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mmoja aliwahi kusema, al-ukhala'u arba'atun, watu wenye akili wako wanne tu. Moja, man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, ni ule ambaye anaanza kujenga kaburi lake kabla ya kuingia. Na mtu namba mbili, man taraka dunya qabla an tatrukahu, ni yule ambaye anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Tatu, man arda rabbahu qabla an yalqahu, ni yule ambaye anaanza kufanya maandalizi ya kwenda kukutana na Mola wake kabla ya kwenda kukutana naye. Anaanza kumridhisha Mungu wake kabla ya kwenda kukutana naye. Na mtu namba nne, man salla qabla an yusalla alayhi, ni yule ambaye anaanza kufanya ibada, anaanza kuswali kabla ya kuja kusaliwa. Ukijiona upo katika mafungu haya manne, ujue wewe una akili timamu. Lakini ukiona unafanya mambo kuwaridhisha mashoga zako, majirani zako, sio nani yako kwamba wakuone unavaa vizuri, utembea uchi na nini, ujue tambua ya kwamba wewe hujamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Umetafuta radhi za watu wakuone, lakini ipo siku utakwenda kusimamishwa kwenye mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bishara njema ninayowapa, doesn't matter umefanya madhambi kwa kiwango gani, no matter ulikuwa muovu kwa kiwango gani, no matter ulimkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani, lakini ikiwa utaamua kufanya mabadiliko ya kweli, kuutumikia Uislamu, Mwenyezi Mungu anasamehe yale yaliyopita, na Mwenyezi Mungu anakufanya kuwa mpya, na Allah subhanahu wa ta'ala anakufanya katika miongoni mwa wale ambao waliokuwa wema. Mwenyezi Mungu anasema, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, wale watakaotubia kweli wakamwamini Allah wakafanya mambo yaliyokuwa mema, Mwenyezi Mungu anasema anabadilisha yale maovu yao kuwa katika mema yao. Hatujachelewa bado, tunao muda wa kubadilika, tunao muda wa kuitumikia dini yetu. As long as tupo hai, tunao muda. Siku moja nilikwenda kutembea Robben Island, South Africa, gereza ambalo alifungwa Mandela. Wakati nasoma nikaenda kutembea kwenye ile gereza, ipo Robben Island. Nilipofika, imekuwa ni historical place, imekuwa ni sehemu ya makumbusho ile. Nikaingizwa kwenye chumba alichokuwa amefungwa Mandela. Kuna maneno Mandela alikuwa ameandika pale kwenye kile chumba, akasema, as long as we are alive we have time to change. Kwa kuwa bado tupo hai, tunao muda wa kufanya mabadiliko, tunao muda wa kubadilika. Na sisi wanawake wa Kiislamu, kwa kuwa tupo hai na tuna afya njema, tunaweza kuibadilisha dunia, na tunaweza sisi wenyewe kubadilika tukawa ni katika miongoni mwa wanawake wa mfano. Insha Allah ya kuongea yako mengi, na dada yangu Nura yuko hapa na yeye atawafikishieni. Mimi nimefurahi sana na nimependa sana, na wallahi yani nimekuwa I'm so excited kwa kweli. Yani sikutegemea kama ningekuta wanawake wengi kwa kiwango hiki, lakini pia mna nishati, mna mapenzi na dini yenu, mmekusanyika kama hivi. Yako mengi ya kufanya, lakini mkasema hapana, mkaja mkakusanyika mahala kama hapo. Wallahi jambo hili limenifurahisha sana. Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri. Lakini pia na mwalimu wenu na viongozi wenu ambao wanawaongoza, wallahi Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri. Sio kazi ndogo hii, ni kazi kubwa sana. Mimi ni imamu pale msikiti wa Mtambani Kinondoni, lakini kuorganize wanawake kama hivi siwezi. Hii sio kazi ndogo, ni kazi kubwa sana. Na mtu akifanya jambo zuri sharti umsifie, na kuwapata wanawake kama hivi wakakusanyika wakakaa kusikiliza, ili ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukiwapata wanawake katika dini ujue umeupata umma, na ukiwakosa wanawake umeukosa umma, kwa sababu wao ndio wanatengeneza na wao ndio wanaharibu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na waombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakaangu, alhamdulillah, kushukuru sana. Mimi wanakuombea dua kila siku, Mwenyezi Mungu akufanyie pesi mambo yako,
na Mwenyezi Mungu akuweke tuje kuchukua vitu. Kushukuru sana kakaangu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akujaze, akulipe kila la kheri, na Mungu atukubalie pia swala zetu kupitia swala hili tulifanya, alhamdulillah. Sasa Shekhe tumemsikia hapa, alhamdulillah. Sasa umefika wakati wa dada yetu Snura, na yeye umefika wakati wake Shekhe apate kumsikilize, na pia kuna mambo mengi ambapo baada yapo kuna jambo litafanyika hapa. Shekhe yeye ndo atakuwa kama mgawaji zawadi, tukiendelea pamoja na moja kwa moja tutakabidhi mti wetu. Only on Dilunga TV.